Sema Bwana Yesu, asante kwa damu yako. Asante kwa siku ya kwanza na leo ni siku ya pili. Neema yako imenifunika na wingu lako limekuwa pamoja na mimi. Ndio maana umeniruhusu kuwa hai leo na kunileta tena katika semina hii. Naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Mawazo yangu yamenajisika, mawazo yangu yamenajisika, maneno yangu nimesema yasiyofaa, nimefanya yasiyokupendeza. Mungu wa rehema, naomba damu yako ambayo inafanya vita na kila ufalme wa adui inifunike saa hii, ili kung'oa kila pando la kuzimu na kuachilia damu yako juu ya maisha yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo najiweka wakfu kwako. Roho Mtakatifu, nifundishe, nielekeze mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Katika jina la Yesu, sikia kuomba kwangu. Amen. Ninaomba ukae. Naomba ukae. Tunashukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya pili, na kichwa kinachosimama kwenye semina hii nasema nguvu ya toba katika maisha na eneo. Siku ya jana nilizungumza juu ya toba maana yake, lakini neno kuu pia linalotuongoza ni lile la Matendo ya Mitume 3:19, tumuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Nilizungumza maana ya toba. Jambo la pili nikasema toba ni mlango wa Mungu wa kuhusika na eneo ambalo limetubiwa. Na jambo la tatu nilozungumza jana jioni, toba ni kiini cha Injili. Na ndio maana manabii walikuja na ujumbe wa toba. Aliyemtangulia Yesu alikuja na ujumbe wa toba, Yohana Mbatizaji. Lakini Yesu akianza huduma yake ameanza na ujumbe wa toba, tubuni maana wakati umefanya nini? Umetimia. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema vitu vingi sana kwamba wakati umetimia, lakini mitume nao walikuja na ujumbe wa toba kwenye Matendo ya Mitume 2:37 mpaka 39. Leo siku hii ya pili, ninaomba niseme maneno machache tena kwa ajili ya siku hii. Elewa kwamba toba inabadili maisha. Unaweza kaandika hicho kichwa kwa wale wanaoandika. Toba inabadili maisha. Hebu sema toba inabadili maisha. Huwezi kuishi maisha ya kabla hujatubu kwenye toba. Lazima maisha yanabadilishwa. Ndio maana tulikuwa tunasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe, ya kale yamepita. Lakini pia fahamu kilichomleta Yesu ni kubadilisha maisha ya dhambi kuwa maisha ya utakatifu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Amen. Fahamu nafundisha, sihubiri. Kwa hiyo nitaenda taratibu. Kwa nini anazungumza wakati umetimia? Yesu anasema wakati umetimia. Maana yake mwanadamu baada ya anguko alijifunga. Hebu sema alijifunga. Yaani kila mmoja alijifunga, na wale waliotangulia wanakufunga, lakini wewe mwenyewe umejifunga. Na kila dhambi ambayo ilimfunga mwanadamu ilimfunga kama minyororo. Minyororo ni nini? Minyororo ni mambo yanayounganika kwenye ulimwengu wa roho yasiyokoma. Hebu sema minyororo ni mambo yaliyounganika.
Yaani unakuwa na matatizo yasiyoisha. Leo unaumwa, kesho utakuwa una shida hii, kesho kutwa utakuwa na hiki. Yaani kila siku kuna jambo linainuka kwenye maisha yako. Huo inaitwa ni mnyororo wa kiroho ambao Yesu amekuja kuvunja, kama yule aliyekuwa kwenye makaburi ya Wagerasi. Alikuwa amefungwa kila minyororo, lakini minyororo yote ikawa inakatika. Yesu amekuja kuivunja hiyo minyororo. Jina la Bwana libarikiwe. Huo mnyororo unaweza ukaupata kwenye kitabu kile cha Maombolezo. Maombolezo. Fahamu anaposema wakati umetimia, mpaka na minyororo lazima ivunjike. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3. Maombolezo ni kitabu kiko baada ya Yeremia. Maombolezo ya Yeremia. Sasa nashangaa hapa watu wawaje na Biblia alafu wananishangaa. Unakuomba sana ukija kwenye semina, njoo na nini? Njoo na Biblia ili upate mahali pa kusoma. Yeremia mlango wa 3 mstari ule wa 7 na wa 8 mpaka wa 9. Hata nikisoma mpaka wa 9 tu. Yeremia Maombolezo mlango wa 3 mstari ule wa 7 mpaka wa 9 anasema hivi: amenizinga pande zote hata siwezi kutoka, ameufanya mnyororo wangu mzito, naam, nikilia na kuomba msaada huyapinga maombi yangu. Yamesema huyapinga maombi yangu. Yamesema huyapinga maombi yangu. Alafu mstari wa 9 anasema ameziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa, ameyapotosha mapito yangu. Sikiliza, anasema amenizinga pande zote, siwezi kutoka, ameufanya mnyororo wangu mzito, naam, nikilia na kuomba msaada huyapinga maombi. Anasema hivi, amenizinga pande zote, siwezi kutoka. Unajua Yeriko ilikuwa imefungwa, na Yeriko ilipokuwa imefungwa hakuna mtu aliyekuwa anatoka wala kuingia. Jamani, haleluya. Alichokifanya Mungu ni kumuinua Yoshua, na Mungu akampa taratibu za kimbingu za kuifungua Yeriko. Ndipo Mungu akamwambia utazunguka kila siku mara moja, lakini Mungu akaandaa utaratibu wa tarumbeta. Haleluya. Utaratibu wa tarumbeta au pembe zikawa zinapiga kila siku mara moja. Siku ya 7 utapiga mara 7 na ukuta ukaondoka. Lakini walikuwa wamefungwa, hawawezi kutoka wala kuingia. Toba huwa mara nyingi ndiyo inayomfungua mtu kutoka kila mahali ambako adui amemfunga, ameweka minyororo. Akilia na kuomba msaada huyapinga maombi. Kwa nini anapingwa? Huwezi kuomba ukiwa upande wa adui. Ngoja niseme hivi, kuna watu huwa wanafanya maombi kama vile wanafanya igizo, na ndio maana unakuta watu wengine wanakemea, wanasema shindwa shetani ulegee. Shetani alegeaki. Huwezi kumpinga mtu ambaye uko nyumbani kwake. Huwezi kuomba ukiwa kwa adui. Na Biblia inasema nini katika kitabu cha Yohana mlango wa 9 mstari ule wa 31? Watu wengi huwa hawaelewi. Akisha kufunga pande zote huwezi kufanya maombi, maana hataki ufanye kitu kinachomgusa. Yohana 9:31 anasema nini hapa? Anasema twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Mungu hawasikii wenye dhambi. Hebu sema Mungu hawasikii wenye dhambi. Hii ni Yohana 9:31. Sasa sikiliza hapa, anasema amenizinga pande zote, pande zote, siwezi kutoka. Shetani akikufunga kama hujaingia kwenye toba, nilikwambia toba ni mlango. Hebu sema ni mlango.
Sasa kama umefungwa pande zote, hii nyumba kama ina ukuta pande zote, hakuna mahali pa kutoka. Sasa na kama wewe hujaokoka, wewe ni Mluteri, wewe ni mtu wa dhehebu, yaani unaenda kwenye kwaya unasema mimi naimba kwaya, sawa. Mimi ni mwenyekiti wa idara ya wanawake, sawa. Mimi ni mzee wa kanisa, sawa. Mimi ni mchungaji, ni mwinjilisti, ni mtu mhubiri. Kama hujageuzwa nia kwa ndani, umezingwa pande zote, huwezi kutoka. Na ana uhakika na ana uhalali wa kukupinga na maombi unayoomba. Ndio maana unakuta watu wengi wanasema mimi nikiomba Mungu anisikii. Sio kwamba akusikii. Uko upande gani? Ngoja niseme kitu kingine. Unaweza ukawa pamoja na Mungu sio upande wa Mungu. Amesema hayo maneno. Mbona msemi? Unaweza ukawa pamoja na Mungu sio upande wa Mungu. Kuna watu wako pamoja kwenye familia, lakini kila mtu yuko upande wake. Ngoja nikutolee mfano. Kwa mfano, mama umeolewa kwenye familia, alafu wale wakwe wakaja wakaanza kukushambulia, wakasema nilishakwambia 1 2 3 4 5. Huyo ni wakwe makuja. Alafu nasikia mume wangu anasema mwambieni, na mwambiaga kila siku. Mko pamoja, hayuko upande wako. Mwangalie mzako, mwambie mko pamoja lakini hayuko upande wako. Mtu yoyote, ndio maana Biblia inasema hivi, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa hiyo kama unaweza ukawa pamoja na Mungu asiwe upande wake. Ndio maana kuna Wakristo wengi wako pamoja na Mungu, hawako upande wa Mungu. Na ili tujue kwamba uko upande wa Mungu au uko pamoja na Mungu, ni saa ya kushuhudia habari zinazomhusu Mungu. Kwa nini unashindwa na uzinzi? Kwa nini unashindwa na ulevi? Kwa nini unashindwa na uongo? Kwa sababu uko pamoja naye lakini hauko upande wake. Ukikaa upande wa Mungu, kila chochote kinachomhusu Mungu unapambana. Kwa nini unaunganika na watu wanaompinga Mungu? Saa ya kumpinga ni kwa sababu uko pamoja naye lakini hauko upande wake. Na miungu inapenda sana watu wanaokaa pamoja na Mungu wasiwe upande wake. Ndio maana watu wanasema tuko pamoja, lakini kila mtu hayuko upande wake. Haleluya. Jamani, haleluya. Muulize mwenzako, uko pamoja, uko upande wa Mungu au uko pamoja na Mungu? Wakati Yoshua anapambana, alikutana na watu akasema mko upande wa nani? Sikuwa pamoja hapa, sawa, lakini lazima nifahamu uko upande gani. Ndio maana nilikuambia kama nia haijageuzwa, unaweza ukawa pamoja na Mungu lakini usio upande wake. Haleluya. Jamani, haleluya. Sasa nini kinachoonyesha ya kwamba umekaa upande wa Mungu? Adui anachofanya, anakupa kuridhika. Hebu sema kuridhika. Hebu sema kuridhika. Anakupa kuona kwamba nilivyo mimi ni nafuu kuliko wengine, lakini hakupi ruhusa ya kutoboa anga kwa maombi wala kwa chochote. Kwa sababu nini? Amekuzinga pande zote. Kwa sababu hiyo hakupe ruhusa. Ndio maana unakuta kila tunapokuja ibada lazima kila mtu aingie kwenye kuungama. Nimesema kuungama. Nimesema kuungama. Hivi kuungama inakubadilisha? Si nilikwambia toba ni kitu kinye matunda, ambayo matunda yale yanatakiwa watu washtume wale. Maana yake kama toba haina matunda, matunda ni kitu kinachokuwa na muendelezo wa kila siku, kinakuwa, kinabadilika, kinaendelea. Sasa kama hakuna, kuna shughuli hapa. Mwambie mwenzako kuna shughuli. Mwambie kuna shughuli. Sasa hapa anasema amenizinga pande zote. Pande zote, na ameufanya mnyororo wangu kuwa mzito. Kwa hiyo kila unaposogea, nini kinaongezeka? Mnyororo. Mnyororo ni matatizo yasiyokuwa na kikomo yenye lengo la kukuangamiza. Hebu sema matatizo yasiyokuwa na kikomo yenye lengo la kukuangamiza.
huo unaitwa ni mnyororo wa kiroho. Shetani akishaona huyu mtu hajatubu, huwa anatafuta mnyororo ili uishie kwenye matatizo. Ndio maana unakuta watu wengi, unakuta hili ametoka hili linaingia hili, limetoka hili linaingia hili, limetoka hili linaingia hili. Yaani kuna mnyororo unaoendelea kwenye maisha. Mungu na atusaidie. Mungu na atusaidie. Kwa hiyo toba inabadili maisha. Fahamu kama maisha yako hayajabadilika kutoka huko ulikotoka, ni ngumu sana toba yako kuzaa matunda, kwa sababu watu wanataka wakisema huyu mtu ametubu, nia iwe imebadilika. Na kama nia imegeuzwa, basi tuone matunda ya kugeuka kwako, kutaka kuonyesha kwamba maisha ya mtu huyu yamebadilika kutoka kule kuwa huku. Yaani kama hujabadilika, angalia mwenzako, mwambie namna gani? Mwambie au bado uko kule kwenye mwambie hivyo hivyo tu, si ataelewa, si atajaza mwenyewe. Elewa hivi, lazima toba inaondoa ufalme fulani na kukufanya uwe hai ndani ya ufalme fulani. Biblia inasema nini? Na Kristo akiwa ndani, mwili wako umekufa kwa habari ya dhambi. Ulishasoma mstari kwenye Biblia? Nini kinakuua? Wangapi wamekufa? Haleluya. Fungua Warumi mlango wa 8. Warumi mlango wa 8 na mstari wa 10. Anasema hivi: na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu hi hai kwa sababu ya haki. Na Kristo akiwa ndani, kama hiyo nia imegeuzwa, akageuka, kitu cha kwanza Yesu anachoua ni mwili wako kufa kwa habari ya dhambi. Kama mwili wako haujafa kwa habari ya dhambi, haujageuka. Kwa sababu cha kwanza Kristo anachofanya kwa mtu aliyegeuka ni kuua mwili kwa habari ya dhambi. Msalaba. Nisikilize, Kristo akiwa ndani, cha kwanza anaua. Kwa nini anaua? Anahakikisha ufalme uliokuwa unakuendesha kwenye dhambi umeng'olewa. Na ndio maana anasema kila pando asilolipanda Baba litafanyaje? Itang'olewa. Mathayo 15:13. Kila pando lazima ang'oe kwanza mapando yote yaliyoko ndani, ahakikishe kwamba hajapanda hili pando. Akiingia tu, unajua ukigeuka, nia yako ikigeuka, serikali ya mbinguni yote, kama Yesu ameingia na serikali yake inaingia. Serikali yake inaingia nini? Inaingia kushughulikia viungo vyote vya mwili. Jamani, haleluya. Sasa kama kuna mapando ya pande mbili, kuna pando la adui na la Mungu, havikaagi mahali pamoja. Akiingia anaanza kuyang'oa. Mathayo 15:13. Vizuri kusoma. Kwa nini nakupitisha? Nakupitisha ili uelewe, usije ukasema mtumishi amesoma wapi. Mathayo 15:13. Asema, akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Hebu sema litang'olewa. Litang'olewa likiwa wapi? Yesu hawezi kuwa ndani yawe mapando ya aina mbili yamo ndani. Lazima ang'oe yale ya adui, maana hakuyapanda yeye. Akigeuza nia yako, lazima kila pando litoke. Ndio maana anasema na Kristo akiwa ndani,
mwili umekufa kwa habari ya dhambi, Yesu lazima awe hai na roho yako iwe hai kwa ajili ya uzima. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mnafahamu Petro akiitwa. Petro wakati anaitwa, Yesu anakuta anavua samaki. Baada ya Petro Yesu kuzungumza naye, sikiliza maneno aliyomwambia. Twende kwenye kitabu kile cha Luka mlango ule wa 5. Kwenye kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari ule wa 9. Luka mlango wa 5 mstari wa 9 mpaka wa 11. Anasema hivi: maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo, waliokuwa washirika wa Simeoni. Yesu akamwambia Simeoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Imesema wakaacha vyote wakamfuata. Imesema wakaacha vyote wakamfuata. Nisikilize vizuri. Samaki akiwa kwenye maji, uhai wake uko wapi? Si kwenye maji? Si kwenye maji? Ukishatoa samaki kwenye maji, ukimweka nchi kavu, anaishi? Hawezi kuishi, anakufa. Sasa sikiliza, ili Yesu aweke somo kwa Petro, alimkuta amekwisha acha huduma, anavua samaki. Yesu akamwambia twende. Akamwambia unatoa? Akasema sina. Twende, shusha jereva. Akashusha, akapata samaki. Yesu anachomwambia, kuanzia sasa hautakuwa tena kwenye hiyo kazi. Ulivyokuwa unafanya kazi ya kutoa samaki kwenye ufalme wake wakafia huku, ndivyo utakavyokuwa unavua watu, kuwatoa kwenye ufalme wa adui, uwaue, uwalete kwenye ufalme wa Mungu, wawe hai upande wa Bwana. Jamani, haleluya! Kwa maana hiyo toba huwa inaua watu kwenye ufalme wa adui, inawaweka hai kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana anamwambia kuanzia sasa utakuwa unavua watu. Nataka nikuambie, kama hujabadilika kutoka maisha uliokuwa unaishi, bado unaishi maisha yale, hujakubali kufa. Hujakubali kufa. Mwangalie mwenzako, mwambie umekufa kweli wewe. Mwangalie usoni, usiniambie mimi, mwangalie mwenzako, mwambie umekubali kufa wewe. Mwambie wewe ulimi umekufa kweli na maneno yote ulionayo. Jamani, haleluya! Kwa hiyo toba huwa inaua maisha, lazima yawe yamebadilika. Ukiona watu wanaishi kwenye mfumo fulani wa tabia fulani, basi ni kwamba wameamua kuto kubadilika. Kwa hiyo wanaposema nenda kilindini, manake zama kabisa. Lakini huduma yako itakuwa unaua, inabadilisha maisha ya watu kutoka eneo fulani kuja eneo lingine. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, mtu wa tatu, Paulo. Hebu sema Paulo. Hebu sema Paulo. Paulo alikuwa anaua watu. Wakati anaua watu alikuwa anaitwa nani? Sauli. Alikuwa anaua watu wa njia hii. Na Paulo wakati anaua, yeye alikuwa ni wa dini ya Kiyahudi, na alikuwa anafanya kazi ya dini akijua kwamba anafanya kazi ya Mungu. Mwangalie mwenzako usoni, mambo unafanya kazi wapi wewe? Wako watu ambao wanafanya kazi kwenye dini lakini wanaoua watu wa Mungu.
Haujaelewa? Haujaelewa? Wako watu wanafanya kazi kwenye dini wanaoua mambo yanayomhusu Yesu. Uwe wa dini uendelee kuua vya Yesu. Wazee wa kanisa, hebu wazee wa kanisa wanyoshe mikono. Teremsha mikono. Ni mabaraza mangapi yanapanga vitu vya kiroho? Ngoja nikueleze vizuri. Unafahamu Lazaro wa Betania tunayemwimba kila siku? Lazaro wa Betania alikuwa hawezi. Tangu Sunday school tunaimba. Lazaro alipougua alikuwa ni rafiki wa Yesu kabisa. Na alipougua akina Mariamu akasema, ndugu yako anaumwa na nini? Akasema nitakuja. Hakwenda. Akafa, hakwenda kwenye mazishi. Akangoja siku ya 4. Kwa Wayahudi walijua kwamba siku ya kwanza, ya pili roho inatembea haiondoki, ya 3 inatembea, ya 4 imeondoka. Yesu akaja siku ambayo Wayahudi hawana matumaini. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Alipokuja akasema, mmemweka wapi? Mariamu akaanza, makina Martha akasema, ungekuwa hapa ndugu yetu asingekufa. Akamwambia, mimi ndio mwenyewe, ndio mwenye ufuo. Jamani haleluya. Na anapokwenda anasema, twende tukamwamshe ndugu yetu. Akaenda pale akasema, liondoeni jiwe. Akamwita Lazaro. Lazaro akatoka. Jamani haleluya. Alipotoka, wale waliofanya mazishi yake walikuwa kwa wazee wa kanisa na wengine. Walipoona Yesu amefufua, wakati watu wanashangilia, wao wakaweka kikao pembeni cha kumuua nani? Sio Yesu. Fungua kitabu cha Yohana. Fungua kitabu cha Yohana nikuonyeshe. Yohana 12 mstari wa 10. Naomba mtu mmoja asome. Sio Yesu. Yesu hana shida gani? Wanamuua Yesu wa nini? Sasa kwa kuwa wengi hawana nani? Wengi hapa hawana bibi. Ngoja nisome mimi. Nimesema Yohana 12 mstari wa 10. Anasema hivi: nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga. Malizia mwenyewe. Nini kinamuua Lazaro? Nani alimefufua Lazaro? Wanaokaa kikao cha kumuua ni nani? Soma hapo. Wakuu wa makuhani ni akina nani? Wanaokaa kikao cha kumuua Lazaro. Yesu amemfufua. Wakuu wa makuhani. Wakuu wa makuhani, sio makuhani. Kuna wakuu wao wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro, ili watu wa maana kwa ajili yake watu walijitenga na nini? Na dini. Maana yake waliokoka, maana yake waliamua kumpa Yesu maisha. Sasa ili watu wasiendelee kumpa Yesu maisha, tumuue Lazaro ili watu wasiendelee kuona ushuhuda huu utakaomfanya Yesu ainuliwe. Kwa nini? Wanamwamini Yesu. Kwa hiyo uwe wa dini usiyemwamini Yesu, kwa hiyo wasiokoke, muue Lazaro. Hivi nikuulize wewe, Yesu amemfufua mtu, alafu wale waliosoma habari za Yesu mpaka wakawa makuhani wanaua kazi za Yesu. Unaweza kuelewa? Unaweza kuelewa? Mwangalie mwenzako usoni, mwambie inawezekana na wewe unaua tu.
Inawezekana kabisa. Shida yako nia, maamuzi hayajageuka. Sikiliza, Paulo naye alikuwa ni mtu wa dini, anayeua watu wa Bwana wakati anapendeza dini yake. Na wako watu wengi wanafanya kazi kwenye dini wanayeua vya Yesu. Hawako tayari kwa Yesu, watu wa Yesu wapate ushuhuda. Wako tayari na majengo na maendeleo na nini, lakini swala la kiroho, shida nia, maamuzi. Na shetani akishabana maamuzi, hujasikia kwamba mabaraza yameamua, vikao vimeamua. Maana yake nini? Adui akibana maamuzi, utakachoamua ni tofauti na cha Mungu. Ndio maana nia lazima zigeuzwe ili maamuzi yaachiliwe kusema cha Mungu. Jamani, haleluya. Maamuzi ya kibanwa, utafanya kazi ukifikiri kwamba unafanya vya Mungu, kumbe unaua. Na Paulo akiitwa Sauli alikuwa anaua watu wa Mungu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwangalie mwenzako usoni, usikute na wewe ni hivyo. Mwangalie usoni kabisa, usiangalie pembeni. Mama, usikute na wewe ni hivyo unafanya. Maana kama maamuzi yako hayajageuzwa, kila ushuhuda unaompa Yesu, yani kila kitu ambacho kinampa Yesu ushuhuda kinakaliwa kikao. Ili uelewe, ngoja nikupeleke vizuri, ili nikusaidie. Twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9. Umefika? Kimbia haraka. Anasema pale mlango wa 9 mstari wa kwanza, anasema lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, wakamwendea kuhani mkuu akitaka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii. Hebu sema watu wa njia hii. Njia ipi? Yesu ni njia, kweli na uzima. Maana yake watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Kwa hiyo mapambano yake yote ni ya kuwaua. Hapo juu anasema kuwaua wanafunzi, hapa chini akasema watu wa njia hii. Maana yake walikuwepo wanafunzi na watu wa njia. Mwangalie mwenzako sote, mwangalie tena mwenzangu. Sasa nisikilize sasa. Sasa anapokutana na Yesu, yule muuaji anabadilika, maamuzi yake ya kuua yanakuwa maamuzi ya kuleta watu kwa Mungu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako, umebadilika wewe au maamuzi ni yale yale? Sasa sikiliza maneno anayosema Paulo. Fungua wa Filipi mlango wa 3 mstari ule wa 7 na 8. Wa 7 na 8 anasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. Unaona mtu aliyebadilika, yale yaliyokuwa faida. Huwezi, nisikilize vizuri, huwezi kubadilika maamuzi yako
ukaona sigara, ukauza sigara, ukauza vitu ambavyo havifai, ukaona ni faida. Kwa nini? Yale yaliyokuwa faida yalikuwa hasara, sio kwa sababu yake, kwa sababu ya Kristo. Mwangalie mwenzako sote, ambao unafanya biashara gani? Muulize mwenzako unafanya biashara gani? Basi usirudisha macho kwangu. Kila mtu ni ushuhuda wa biashara yake. Lakini yale yaliyokuwa faida kwa Paulo alihesabu ni hasara. Sasa sijui kama maamuzi yako yamegeuka, ni kitu gani unafanya ambacho unasema wewe ni faida? Mwenzako waliobadilika, yale yaliyokuwa faida ni wamehesabu ni hasara kwa ajili ya nguvu ya Mungu. Sikiliza, chochote unachofanya baada ya maamuzi kusema nimeokoka, alafu ukaendelea kufanya vitu vya adui, adui anapitia hapo kukumaliza. Ndio maana uweze kuomba, ndio maana uweze kuona ufunuo, ndio maana uweze kuongezeka. Anakuweka mahali pamoja ambako uweze kubadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuna mtu mwingine ambaye kwenye Biblia wanne anaitwa Zakayo. Hebu sema Zakayo. Hebu sema Zakayo. Zakayo, si unajua habari zake? Zakayo alikuwa nani? Alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa mtoza ushuru. Na alikuwa ananyang'anya watu vitu. Maana yake kimashaminya wangu waviro ndedemi. Maana yake alikuwa ni mtu ambaye anaokota mapato, ni mtoza ushuru, na alikuwa angalii mjane, alikuwa angalii maskini, alikuwa angalii mtu yoyote. Yeye akikamata amekamata. Siku ya siku akataka kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Hebu sema ni mtu wa namna gani? Hebu sema ni mtu wa namna gani? Mwangalie mwenzako, na wewe umekuja hapa kufahamu kwamba Yesu ni mtu wa namna gani? Muulize mwenzako, mwambie umekuja hapa kufahamu Yesu ni mtu wa namna gani? Huwa Yesu akikutana na mtu hamwachi maisha ya zamani, anayaondoa ya zamani, anaweka ya kwake mapya. Jamani, haleluya. Kwa kile kitendo cha kugeuka, nia ya Zakayo ilipoamka kumtafuta Yesu, Yesu alipindua maisha, alipindua kila kitu. Yule aliyekuwa ananyang'anya anarudisha. Na jana nilisema kuna wapendwa wengi hawajarudisha vitu vya watu. Nitakapofundisha hatua 5 za toba utakuja kujua. Muulize mwenzako, mwambie kabla hujaokoka ulikuwaje? Muulize tena, mwambie kabla hujaokoka ulikuwaje? Na baada ya kuokoka umekuwaje? Kuna watu kabla hawajaokoka walikuwa wamekosana, mpaka leo hawajaombana msamaha na aliyekosana naye, na wala hataki. Nasema nakaa kwake na mimi nakaa kwangu. Haiendagi hivyo vitu vya mbinguni. Biblia inasema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu na huo utakatifu ambao hakuna atakayemwona Mungu asipokuwa. Wewe unasema akae kwake. Mwambie mwenzako rudisha. Mwambie rudisha. Sikiliza, twende kwenye kitabu kile cha Luka mlango ule wa 19. Una kitu ambacho ni muhimu sana kukielewa pale. Luka mlango wa 19. 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 Mstari, acha ile mstari tu, tuanze wa 6 mpaka wa 8. Anasema hivi: akafanya haraka, Luka 19 mstari wa 6 mpaka wa 8. Akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa na kwa
mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara ngapi? Mara ngapi? Hebu mwambie umerudisha. Mbie kule mbira. Kuna watu wana vitu, wana majembe ya watu, wana vikapu walivyoazima kupeleka kule kumsalimia mtu, wana vitambaa vya meza viko kwako na wala ajali. Akiazima panga ukisahau, ndio hivyo. Akiazima hiki ukasahau, acha hotipoti mpaka za kanisani, acha chupa mpaka za kanisani, ziko nyumbani kwako, hauna shida. Mwangalie mwenzako usoni, mwambie wenzako wako Bwana wakaagi hivyo, huwa wanarudisha. Zakayo anabadilika kutoka kunyang'anya, anaanza kurudisha. Mungu hapendi vitu, Mungu anapenda kwanza umtii yeye. Alichokisema, alikwambia angamiza. Kuna watu wanajitetea na vitu vingi, kwamba vitu hivi unajua. Nisikilize, ukigeuza nia na vitu vionekane vimegeuka. Alikuwa ananyang'anya, sasa amekuwa mdiakonia wa kuachia vitu kwa Mungu. Na saa hiyo anasema nusu ya mali yangu nawapa maskini. Nani amemwambia? Nia ikibadilika, unawaona watu wanaohitaji msaada, unaona huruma ya Mungu. Kuna watu wameokoka wagumu kuliko mpingo, yaani hata sadaka hawezi kutoa, hata huruma ya Mungu, hata muda hawezi kutoa, nafasi hawezi kumpa Mungu, yaani vitu vingi viko shida. Lakini ukimuuliza mbona unasema, amesema mdomoni, kugeuka nia. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Toba inabadili maisha. Maisha yako yamebadilika, ndoa yako imebadilika, mfumo wa uchumi umebadilika, kila kitu kimebadilika, au uko pale pale? Mbona hatuoni njia ikiendelea kuwa tofauti? Wenzako waliokutana na Yesu wakabadilika, wakakutana na toba, walibadilishwa na madhabahu, walibadilishwa na msalaba. Na Mungu akusaidie leo hii, omba maisha yenye upako wa toba, yanaonyesha mabadiliko kwa kile ulichokitamka, kwa kile ulichokikiri, ili madhabahu ya Mungu ikutetee kwenye kila eneo. Hata kama adui anataka kuingiza mahali nafasi, amwambie ondoka, hapa ni kwa mwanangu aliyegeuka. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jambo la pili, kaa upande wa Mungu, usiwe pamoja na Mungu, kaa upande wake kila wakati. Unajua kuna watu wako upande tu, wako pamoja na Mungu tu. Hujawahi kuona mtu anaimba kwaya, yuko pamoja na kwaya, lakini ikifika watu wanaisema kwaya, anasema hata hii kwaya mimi naimba tu, sielewi. Unajua sielewi, mwenyewe anaanza kuizungumza kwaya. Yuko pamoja na kwaya, hayuko upande wa kwaya. Msalaba ndio. Tusimame. Ya mema tatua mzigo wangu, nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini papo. Msalaba ndio hasira